Aliyekuwa msimamizi wa chumba cha kuhifadhia maiti katika shule ya tiba ya chuo kikuu cha Harvard amekiri kuhusika na uwizi na uuzaji wa sehemu za miili ya binadamu ikiwemo miguu, mikono na vichwa. Cedric Lodge mwenye umri wa miaka 57 kutoka New Hampshire alikiri kosa siku ya Jumatano huko Pennsylvania kwa shtaka la kusafirisha viungo vya binadamu vilivyoibwa kutoka jimbo moja hadi jingine. Kwa mujibu wa waendesha mashtaka wa serikali ya shirikisho, anaweza kufungwa hadi miaka 10 jela. Waendesha mashtaka wamesema wizi huu ulifanyika katika chumba cha kuhifadhi maiti mjini Boston kuanzia mwaka 2018 hadi Machi mwaka 2020. Mamlaka zimeeleza kuwa Lodge, mke wake na watu wengine walikuwa sehemu ya mtandao wa kimataifa wa watu waliokuwa wakiuza na kununua viungo vya miili ya binadamu vilivyoibwa kutoka Harvard na sehemu nyingine, ikiwemo hifadhi ya maiti huko Arkansas. Denise Lodge, mke wa Cedric, pamoja na washtakiwa wengine kadhaa tayari wamejibu makosa mbalimbali yanayohusiana na mpango huo. Waendesha mashtaka walisema Denise alihusika katika kuuza sehemu mbalimbali za miili kupitia mitandao ya mtandaoni, ikiwemo mikono 24, miguu 2, uti wa mgongo 9, sehemu za fuvu la kichwa, nyuso 5 zilizofanywa uchunguzi na vichwa 2 vilivyokatwa. Mamlaka zimeeleza kuwa sehemu hizo za miili zilichukuliwa kinyume cha sheria kutoka kwa maiti zilizotolewa katika shule hiyo kwa madhumuni ya elimu bila idhini wala taarifa kwa uongozi wa shule. Maiti zilizotolewa kwenye shule ya tiba ya Harvard hutumika kwa ajili ya mafunzo, elimu au tafiti za kisayansi. Mara baada ya kukamilika kwa matumizi hayo, miili hiyo huchomwa moto na majivu hurudishwa kwenye familia ya mtoaji au kuzikwa kwenye makaburi. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.